Jana nimeona posti ya yule mshikaji wa Kenya ambaye aliitiwa mwizi baada ya kumfumania mpenzi wake, mwanamke wake na mwanaume mwingine. Kwa alipotaka kuchukua vitu vyake, mwanamke na huyo jamaa akamwitia mwizi, jamaa ameuliwa kikatili. Nimekumbuka mwaka fulani niliwahi kupoteza rafiki yangu kwa kesi kama hiyo hiyo. Tulikuwa katika utafutaji kwenye mji fulani hivi, miji ya Usukumani huko. Basi katika mapambano jamaa akatokea kupendana na mdada fulani ambaye ni mwenyeji wa hilo eneo. Alikuwa ameachiwa urithi na wazazi wake walifariki, kwa ina maana binti alikuwa anaishi hapo nyumbani. Kwa jamaa baada ya kuona sasa ameshapata mahusiano na huyo mdada, akaona mbona kwa nini niendelee kuteseka kulipa kodi ya chumba sio nini, akawa amehama geto ambapo tunakaa sisi, japokuwa na yeye kulikuwa ni kwao. Yeye alikuwa ni mshaji wangu, japokuwa naye ni kijijini kwao. Lakini badala ya kupanga akaona ngoja aende akaishi na huyo mwanamke wake huko anakoishi. Akawa akilima mazao, anavuna, wanaweka hapo hapo nyumbani kwa huyo mwanamke wake. Basi bwana, ikaja ikatokea yeye akawa amesafiri, ameenda mjini kwenda kuuza miiko. Nafikiri unajua si miiko, upawa sijui zile mnaziita. Alikuwa anafanya hiyo, anachonga ile miti inakuwa miko na pawa. Kipindi hicho alikuwa amepeleka mjini kutembeza, kuuza hiyo miko, akapata seti, ameuza kama wiki 2-3 hivi, mwezi kama na hisi ulikatika. Basi aliporudi nyumbani akakuta yule mwanamke yuko na mwanaume mwingine ndani. Kumuita mwanamke hataki kutoka. Basi amefoka sasa, kwa sababu ulikuwa ni mji ambao uko nje kidogo na watu, yani sio sehemu kama unavyojua vijijini mambo yanavyokuwa, yani kwamba watu hawakaribiani sana. Basi amefoka hilo tukio sisi hatujui. Yeye ndo anavozozana na mwanamke wake huko. Baadaye mwanaume baada ya kuona kwamba yule mwanamke amemchagua yule mwanaume aliyekuwa naye ndani, jamaa akasema basi siwe kesi, mimi naomba mazao yangu nikauze, kama kesho nianzage maisha mengine, maana wewe umeshamchagua huyo jamaa kuliko mimi. Mwanamke ajibu, kwa sababu kulikuwa kuna mazao mengine, kulikuwa kuna mahindi mengine yalikuwa yako nje upenuni, yani ukutani kwenye hiyo nyumba, mahindi yale ambayo hayajapukuliwa bado yana mabunzi. Jamaa akaamua abebe asila. Sasa baada ya kuona amekataliwa na mwanamke, amerudi usiku, mwanamke amemkuta na mwanaume mwingine, na mwanamke anaonekana amemchagua jamaa, yani kama vile anamfukuza, yani kama hamtambui jamaa. Basi jamaa akaamua abebe aanze kusomba zile gunia. Ili anabeba tu gunia, wale walioko ndani wakasikia kama jamaa anabeba gunia, wakamwitia mwizi. Kama unavyowajua Wasukuma, wakaanza kumpiga piga sana. Sisi tunakuja kupata taarifa baadaye jamaa amepigwa mno. Watu ndo wanakusanya kuni, wanataka kumchoma moto. Na sisi na ukizingatia sisi wenyewe tulikuwa ni wageni eneo lile, tuko tu kwenye utafutaji. Mmoja kati ya rafiki zetu akakimbia kwenda kumuita mama yake fulani, wanamuua, siwezi kumtaja jina samani. Basi baada ya kufika mama yake naye analia, anajaribu hadi kujirusha juu ya mwanae wasimchome moto, lakini watu wanamvuta. Wanaendelea kuchochea kuni. Walimchoma moto tukiwa tunaangalia. Sisi kama marafiki tulijitahidi sana kutamani kuzuia, lakini wakawa wanatuambia au tunataka na nyinyi wenyewe tuwaunganishe tuwaue, au nyinyi ndio waga mnashirikiana na. Lakini tulikuwa tunajua mkasa mzima kwamba wale watu ni watu wana mahusiano, japokuwa sisi hatujui kwamba ni kweli alikuwa amemfumania mwanamke. Lakini tunajua inawezekanaje mtu aibe mazao yake yeye mwenyewe, inawezekanaje mtu aibe mazao kwa mwanamke wake. Lile tukio sijawahi kulisahau kwenye maisha yangu, yaani kila nikikaa huwa nalikumbuka. Nakumbuka yule mama siku ile alivyokuwa analia akishuhudia mtoto wake anauawa kwa macho yake, na alilia akiwa analalamika sana. Kitu ninachokumbuka, ninacholaani sana, kinachoniuma sana juu ya yule mshikaji, mama yake alijaribu kumkanya sana juu ya yale mahusiano, lakini sisi kama vijana tulikuwa hatuoni nini kitakachokuja kutokea. Mama alimkanya sana, na tulikuwa tunaona kama mama anamuonea yule mwanamke. Sisi hatukuwahi kuona yani ubaya wa yule mwanamke, tulikuwa tunampa tu moyo mshikaji. Hata unajua bibi mkubwa anawezekana tu ana wasiwasi, msonga mbele mwanangu, kama umempenda binti, bibi mkubwa baadaye atakuja kumuelewa. Hadi siku ile ambalo tukio limetokea, nikana msikia yule mama akiwa analia. Nilikukanya mimi, nilikwambia huyu si mwanamke, huko nisikia, ona leo anakuua. Yani kila nikijaribu kufikiria uchungu wa yule mama, kila nikikumbuka kwamba nilishindwa kumshauri vizuri rafiki yangu, nilishindwa
kumshauri ipasavyo. Nilishindwa kuona yani kama labda tungemsikiliza yule mama mapema, mpaka leo mshikaji wangu angekuwepo, asingewahi kuwa amepotea. Kwa kuna sometimes vijana tunapaswa kuwa tunawasikiliza sana wazazi wetu. Unajua wazazi ni kama vile mlinzi wa bahari. Wana uwezo wa kuona mbali sana kuliko uwezo wa sisi wa macho yetu tunavyoona. Hisia zao zinaona mbali sana kuliko sisi vile tunavyoona. Kuna wakati ukishaona mzazi anakataa jambo, jaribu kumsikiliza kabla ya hatari haijakufikia. Wazazi wana uwezo wa kuihisi hatari kabla haijakutokea.